Habari ya kwako msikilizaji wa EFM. Karibu sana katika ripoti ya leo ya EFM. Leo siku njema, tarehe ya 9 mwezi wa 6 mwaka 2025. Karibu katika ripoti ya leo. Hapa tunazungumza kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunayewasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Leo siku ya Jumatatu njema rasmi kabisa. Tuko na mkasa wetu mpya. Hii ni bandika bandua, yani hakuna kupoa. Tunazo simulizi nyingi na zaidi tunazidi kuwashukuru sana wale ambao wanatuamini na kutuletea mikasa. Mikasa iko mingi kweli kweli, nasi tunaendelea kukimbizana nayo. Unajua sasa hivi tuko mwezi wa 6. Tuko mwezi wa 6 jamani. Lakini yote juu ya yote tunaendelea kuwa na simulizi za kipekee na nzuri ambazo ndugu zetu wanaziwasilisha kwetu. Karibu sana. Ndio, leo tuko na mkasa mwingine mpya kabisa msikilizaji. Tunaye mpendo wetu amewasilisha mkasa huu, na hili si jina lake kamili. Kuna zile simulizi ambazo tunakuwa tukizitamka toka mwanzo si majina yao kamili. Na kwa sababu ya simulizi zenyewe na mambo mengine pia na utayari wa yule ambaye anatuwasilishia simulizi, hili si jina lake kamili. Tumempatia jina Dora. Si jina lake kamili. Kumbuka msikilizaji, haya ni maisha halisi ya kweli ndugu zetu wanapitia wanapoleta kwetu sisi kulingana na simulizi zenyewe zilivyo, mtu mwenyewe anavyosema mapendekezo yake. Kuna simulizi zingine zina ugumu kidogo. Sasa hizo bwana waga tunatazama mtu mwenyewe mapendekezo yake. Wengine anaweza akaweka okay kutumia jina lake kamili, anaweza akaweka okay kutaja hata yawe matatu akayataja yote pamoja, anaweza akaweka tayari kusema vyote. Lakini kuna mwingine kutokana na simulizi yenyewe ilivyo anaweza akataja jina ambalo sio kamili la kwake. Kwa hiyo isikupe shida nikikwambia kwamba hili si jina lake kamili. Naamini kwa wewe ambao umekuwa ukitufuatilia, hii ni kauli ambayo sio ngeni, umekuwa ukisikia tukitamka hivyo kwamba hili si jina lake kamili. Karibu sana. Karibu tujifunze. Tunajifunza kila siku kuhusu maisha. Hakika elimu hii ni kubwa kila siku. Na mimi naamini mtu ambaye umekuwa ukitufuatilia ripoti ya leo kila siku, maisha yako hayajabaki kama yalivyo. Lakini zaidi sana ni kuambia, unapopata nafasi ya kusikiliza ripoti ya leo, haupotezi muda. Hausikilizi kwa bahati mbaya. Mimi naamini lipo kusudi la wewe kusikiliza, na hii itakujenga na itakutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Tunaishi leo lakini kesho yetu hatuijui. Huenda kesho yako inaweza ikawa ni moja kati ya mapito ya mtu mmoja yakaanza kufanana na hayo ya kwako. Lakini peni utakapopita utakumbuka, mbona kuna mwenzangu alipita kama hivi, hakuvunjika moyo, bado alisonga mbele. Inawezekana ni kwa habari ya magonjwa, inawezekana ni kwa habari ya kiuchumi, inawezekana ni habari ya mahusiano na mambo mengine kadha wa kadha ambayo tumekuwa tukiendelea kushare pamoja, bila kusahau pia hata mambo ya kiimani. Karibu. Ndugu yetu anaitwa Dora. Mimi niliposikiliza mkasa huu kwa mara ya kwanza naonana naye aliponieleza, nilijifili hali fulani hivi. Yani hata kuielezea sijui nikueleze vipi, na nilitamani siku hiyo niliposikia nikuletee hii simulizi. Lakini kwa sababu kuwa kuna simulizi zingine zimetangulia, ilibidi ningoje majira na nyakati ya simulizi hiyo kusimuliwa. Na haya ndio yale majira nilokuwa nayangoja kwa shauku kweli kweli. Kwa hiyo naiwasilisha hii simulizi nikiwa na nguvu mpya kabisa. Niko okay na niko na shauku sana kwa kuelezea haya. Nimetumia muda mrefu kuhakikisha hii simulizi ninakuwasilishia vizuri, na Mungu na anijalie afya njema tukamilishe hii simulizi. Karibu. Yes, anayetuwasilishia mkasa huu anaitwa Dora. Hili nimekueleza mwanzo kuhusu jina hili. Dora anatueleza haya mwanzo kabisa katika safari yake ya maisha. Dora anasema, mimi nipende kusema mimi ni Mtanzania.
Dora anasema nimezaliwa katika familia ya maisha ya kawaida sana. Nikisema kawaida sana si ile kimaskini sana, ila ni maisha ya kustruggle. Sio ile kabisa yani tukawa na hali tukakosa hadi chakula. Tunapata lakini hali yetu ya chini. Maisha yetu ni ya chini. Makazi ambayo tunaishi pia ya hivyo hivyo. Kwa hiyo tuko maisha ya chini, hatuko maisha ya kati. Ila hatuko kwenye ufukara. Ndio. Dora anasema mimi nina ndugu zangu wengine, lakini kwa sababu natamani usikie ya kwangu mimi, nikuelezee kuhusu mimi zaidi. Dora anasema mimi nilipokuwa shule ya msingi nilijigundua nina vitu ambavyo Mungu amenibariki navyo. Yani nina vipawa ambavyo Mungu amenibariki navyo. Dora anasema kipaji cha kwanza ambacho niligundua ninacho nikiwa niko shule ya msingi ni uwezo mkubwa sana wa kuimba. Nilikuwa naimba vizuri sana. Shuleni hapa huwa tuna nyimbo, tunakuwa tunaziimba za shule, na hasa wenzetu wanapokuwa wanafanya graduation. Mimi nimekuwa kinara wa mbele sana kuimba nyimbo kwa ajili ya kusherekea wenzetu wakiwa wanaondoka. Lakini sio tu kuimba, lakini Mungu alinipa kipawa kingine, nilikuwa ni muongeaji. Najua unaweza ukasema kwa ni kipawa ni kuongea nako ni kipawa. Nilikuwa na uwezo wa kuzungumza. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo nilikuwa navyo, lakini sio hivyo tu, nilikuwa napenda sana kudance. Mimi ni dancer mzuri sana. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo nimekuwa navyo, walimu wangu wanajua ule uwezo ambao niko nao, ninajua kucheza muziki, ninajua kuimba, lakini zaidi pia ni muongeaji. Nimemaliza elimu yangu ya msingi na wazazi wangu wakanipambania. Nikaenda kidato cha kwanza, nikafika mpaka kidato cha 6. Vipawa vyangu hivi vilizidi kupata nafasi zaidi kwa sababu huko sekondari kulikuwa kuna mpenyo zaidi. Watu wenye vipawa kuweza kuonyesha vipawa vyao. Kuna taasisi za kidini ambazo ziko mashuleni huko sekondari, nilijichanganya huko. Na huko basi nikawa naonyesha uwezo wangu niliokuwa nao. Watu wengi walinifahamu kwa sababu ya kile kipawa ambacho nilikuwa nacho. Ni muongeaji, mcheshi sana, lakini najua kuimba, najua kudance, and muda wote niko charming. Yani uwezo kanikuta niko down, muda wote mimi na furaha. Kwa hiyo nilipendwa sana na watu. Nilipomaliza kidato cha 4, sikufanya vizuri sana. Lakini nilikuwa na tamani siku moja na mimi niwe mmoja kati ya watu ambao wanaweza wakasikilizwa nyimbo zao. Kwa wakati niko sekondari huku nilipata connection za watu watatu ambao wanaweza wakanisaidia. Kwa nilipomaliza form 4 na sikufanya vizuri, nikajiambia nafsini mwangu, inawezekana mimi ninachokipambania, yani napambania labda niendelee na masomo, lakini huenda mimi naweza nikasimama nikaimba, na kipawa changu cha kuimba kikanipa pesa, yani kikabadilisha maisha yangu. Kwa hiyo nilimtafuta. Yes, ndugu yetu anaitwa Dora. Huu ni mkasa wetu mpya msikilizaji, nami nakukaribisha kwa karibu kabisa. Tuungane pamoja katika safari ya ndugu yetu anaitwa Dora, nafasi nyingine ya kuendelea kujifunza zaidi. Dora anatueleza baada ya kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na kutoka kufanya vizuri sana. Dora anatueleza kwa habari ya mtu mmoja. Mtu huyu aliunganishwa naye kabla hata hajamaliza kidato cha 4. Sasa huu ni wakati ambao anaona naweza nikatumia kipawa changu nami nikatengeneza pesa ikaniwezesha kuishi. Na akiangalia wako watu mbalimbali ambao wamekuwa ni waimbaji wazuri, katika kuimba kwao kumebadilisha maisha yao, akiamini kwamba kipaji kinaweza badilisha maisha ya mtu, na uwezo wake wa kuimba anaamini uko katika viwango vikubwa kutokana na sifa nyingi kutoka kwa ndugu, kutoka kwa marafiki. Wanaamini kile alichokuwa nacho. Kwa anasema sasa hiki nataka kibadilike na kuwa uchumi kwangu. Ndio. Hii ni safari ya ndugu yetu anaitwa Dora. Dora anasema nilikutana na huyu ambaye ni mtaalamu wa masuala ya muziki. Huyu tunamuita kwa lugha nzuri ni producer wa muziki.
Niliunganishwa mwanzo, lakini sasa hivi niko nakuja kwa kumaanisha, ina maana nimeshamaliza masomo. Nyakati hizo nakutanishwa naye nilikuwa bado niko ndo kuanza, niko busy sana na mambo ya masomo. Alifurahi sana. Aliniambia una kipaji kikubwa sana, sio kama unajua. Nikamwambia najua. Akasema bado hujajua vizuri ule uwezo mkubwa uliokuwa nao. Akaniambia lakini uwezo mkubwa uliokuwa nao hauwezi kukupeleka katika hatua. Unahitaji mtu ambaye anaweza kukushika mkono. Yeye ambaye anajua wapi unapaswa kwenda. Na mimi nilimsikiliza. Aliniambia kwanza unahitaji kutengeneza nyimbo nzuri. Na kama unaona una mashaka kwenye utunzi wako, naweza nikakutafutia mtunzi mzuri wa muziki. Na huo muziki nikautengenezea vizuri. Na huo muziki nikaupeleka duniani. Kupeleka duniani muziki sio kitu rahisi kama mtu unavyowaza. Inahitaji pesa. Inahitaji connection ya watu. Nyimbo haitasikilizwa tu mahali ulipo. Nyimbo inatakiwa ifike Tanzania nzima. Tunaifikishaje Tanzania nzima? Lazima tuwe na connection ya watu. Akaniambia pia kuhusu swala lazima la gharama. Akaniambia nyimbo haitaishia tu kutazama au kusikilizwa ndani ya nchi. Lazima itoke nje ya nchi. Ina maana ianze kusikilizwa Afrika Mashariki, Afrika kwa ujumla. Na ifike mbali zaidi. Na mimi ndio shauku yangu. Natamani sana kufika hapo. Ni maneno mazuri yanayofurahisha moyo. Aliniambia na inawezekana. Kwa kipaji ulichokuwa nacho unaweza kufika mbali. Nilimwambia namuomba Mungu usiku na mchana anifikishe hapo. Natamani kufika hapo. Aliniambia inawezekana. Akaniambia na ndio maana nimekuambia unahitaji mtu wa kukuongoza. Kwa kipaji ulichokuwa nacho mimi sina shaka kabisa. Nitakukutanisha na mtu ambaye amesaidia watu wengi. Mtu huyo amewapeleka watu katika hatua kubwa sana. Nikamuuliza ni producer? Ni nani mtu huyo? Anaimba pia? Akasema wala haimbi. Anapenda kusupport watu ambao wana vipaji. Nikasema ni tajiri? Akasema hivyo utakuwa unatumia lugha nzuri. Ni tajiri ndio. Nikamwambia nitafurahi sana. Hii itakuwa ni nafasi yangu ya kipekee sana. Sijui nitakushukuru vipi. Akaniambia la usijali. Itatimia hayo. Siku hii nilikutana naye akaniambia njoo tuimbe kidogo. Kweli niliimba kidogo. Imba nyimbo ulizokuwa nazo, imba nikusikie. Nikaimba. Akaniambia leo inatosha. Nikamwambia asante. Alitoa shilingi 10,000. Akanipa, akaniambia hii utaitumia kama nauli. Tutahitaji tena kukutana. Akaniambia nije baada ya siku 3. Nionane naye tena. Atakuwa na majibu ya kuniambia kile ambacho sasa anaona ni sahihi. Yani kwa yule mtu ambaye anasema anaweza akanisaidia. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo niliondoka nikiwa ni binti mwenye furaha sana, mwenye matumaini makubwa. Kuona sasa sitakuwa tu nikiwaimbia wenzangu. Sitakuwa tu nikiimba cover za nyimbo za wasanii mbalimbali. Sasa hivi nienda kutengeneza nyimbo zangu ambazo sasa Tanzania na watu mbalimbali watasikia sauti yangu ambapo pia nimeimba nyimbo zangu. Ni kitu cha kufurahisha sana. Share na wenzangu pia ambao wamekuwa kiniwazia aliyokuwa mema. Dora, una kipaji sana. Wewe, yani hata kama usipoendelea na masomo, kipaji chako kitakupa pesa. Maneno kama haya nimekuwa nikiambiwa sana, sio tu na marafiki, hata na walimu pia. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Dora. Dora anasema wengi walikuwa wananipongeza, na rafiki yangu mmoja ambaye yeye mara nyingi ananiambia Dora, kipaji ni swala mojawapo. Kutoka hatua kwenda hatua nyingine hauhitaji kuwa na haraka.
upenda kuniambia hivyo. Yani sitaki kuwa na haraka, kwa sababu mara nyingi mimi nilikuwa namwambia nataka ni rekodi, nataka niwe na nyimbo zangu, nataka niwe na video zangu, nataka na mimi nianze kupata mialiko, nataka nianze kusafiri kwenda mataifa mbalimbali. Tazama yule pale, nilisikia alikuwa anauza mboga. Angalia, leo alikuwa anatembeza mboga kwenye mitaa. Leo amekuwa msanii mkubwa. Angalia maisha yake. Leo anamiliki magari, anamiliki majumba. Yani nilikuwa niko na hiyo shauku ndani yangu. Huyu alikuwa ananiambia calm down. Yani kipaji kipo, hakiondoki. Unahitaji utulivu na jipe muda. Yani mambo usiharakie. Ukiharakia hata sio mazuri sana. Mimi kwa nastiga sana yani unaye bwana huyu. Kwa sababu wako ambao walikuwa wananiambia unachelewa nini sasa? Nenda studio karekodi na vitu kama hivyo. Niliposhia naye aliniambia, kwa hiyo inakuaje? Nikamwambia, sasa hivi naenda kukutanishwa na huyo. Yani sijui ni muhitaji, simjui, lakini ni mtu ambaye anaonekana ana uwezo wa kusupport watu ambao wana vipawa lakini hawana uwezo wa kutoka. Akaniambia, ndo unapelekwa sasa huko. Nikamwambia wapi? Akaniambia, hivi unadhani kutoka ni kitu rahisi? Nikamwambia acha zako bwana. Kuna mtu anaforce kutoka, hana kipaji, anaforce kutoka. Lakini mimi nina kipaji, kwa hiyo sitatumia nguvu sana. Akaniambia hivi, kutokutumia nguvu ni kurelax. Yani kutokuharakishia mambo. Nikamwambia kwa unataka nifanyaje? Nikae tu hapo. Nikae hapo. Na sina pesa hata kusema naweza nikaenda kurekodi. Akaniambia mbona sisi marafiki zako tupo na ni wengi. Ukisema uchukue hela ya huyu ukarekodi nyimbo yako. Nikamwambia afu nikae nayo ndani. Leo nimekutana na huyu producer ndo amenipa mwangaza. Ndo maana nikajua kumbe kurekodi nyimbo ni hatua nyingine na kuifanya nyimbo iende mbali ni hatua nyingine. Na ndio maana tunahitaji manager ili watupe direction. Yeye ndo anajua muziki anataka kufikisha wapi. Mimi sasa kazi yangu ni kufanya kazi. Dora anasema nilimwelekeza rafiki yangu. Akaniambia sawa. Cha msingi tu ni kuwa makini. Unajua mtu akishajua wewe uhitaji wako. Hapa sasa hivi mtu anajua unataka kutoka. Kwa namna yote utataka kutoka. Kuwa mwangalifu sana. Wewe bado binti mdogo, sisi bado ni wadogo. Nikamwambia ninakuelewa. Siwezi nikaa nimekaa tu na kipaji, yani nimekaa tu, hapana. Takuwa ni mjinga. Dora anasema nakumbuka hatua hizi katika maisha yangu. Nilienda siku ya 3 studio, tukakutana mimi na manager na mimi na huyu producer. Ambaye ni producer, tukakutana naye. Tumekutana naye hapa. Akaniambia so leo nataka nisikilize nyimbo zako tena. Lakini nimezungumza na huyu tajiri. Ameniambia anataka kukuona. Na ameniambia siku maalum ambayo anaweza kukuona. Nimemuelezea lakini akatamani kusikia sauti yako ya nyimbo zako. Nimemsikilizisha baadhi, amependa, ameona una kitu kikubwa. Kwa hiyo mimi nikwambie leo tupate tu muda wa kupitia. Hapa studio tulikuwa tu mimi na yeye. Akaniambia hii sauti naisikia nyororo sana. Yani majira haya naisikia sauti nzuri na nyororo kama hii. I don't know hii sauti nikisikia usiku tulivu, alafu mahali tuko wawili tu, hii sauti ina sound vipi? Huyu manager, huyu producer aliniambia hii sentence. Nikatabasamu tu. Akaniambia kwani leo lazima kurudi nyumbani? Kwa nini tusishinde hapa studio na leo tutengeneze hata nyimbo moja? Mimi kwa sababu nina shauku. Yani nina shauku sasa hivi, yani nina shauku. Nataka nitengeneze nyimbo zangu. Nilimwambia hamna shida, nitakaporudi nyumbani nitawaeleza tu kwamba nilikuja huko studio tukawa hatukuplani, lakini ikatokea ikabidi tuanze kurekodi. Sikuweza kuzuia kurekodi kwa sababu mazingira yalikuwa rafiki ya kurekodi. Akaniambia kwa sababu studio inakuwa busy sana na leo ni studio iko free so tunaweza tukaitumia hii siku. Basi akaniambia sasa nataka wimbo vizuri. Kwa hiyo akaanza kunirekodi nyimbo. Ananirekodi lakini ananiambia yani mtoto ni mzuri sana, sauti yako kila kitu.
kila kitu. Mimi najisikia tu kutamani kuwa na wewe karibu, sio na kupambania hivi afu baadaye umetoka ukaniona mimi sina maana. Yani anazungumza maneno kama hayo, na mimi nacheka, naambia amna, yani siku nikitoka wewe yani ndio utakuwa mmoja kati ya maproducer wakubwa, maana mimi nikitoka na unatoka. Ananiambia mnasemaga tu hivyo nyewe, alafu mkitoka unakuwa sema huyu alikuwa meneja wangu nilipokuwa naanza. Naambia hapana, sio mimi siko hivyo. Basi tunapiga hizo story na rekodi, tunapiga hizo story, akanunua chakula na mimi nikala chakula, tukaendelea kupiga story. Yani studio ile siku nilikuwa mimi tu ndo nimetawala kwenye studio. Sasa hivyo tunacheka, anagonga, amependezewa na nyimbo, mara ananikumbatia, tunaendelea kupiga story. Tukawa tumerekodi, akaniambia sasa hii nitaiweka vizuri nyimbo. Unajua nimewaza kitu kimoja pia, vile ambavyo nilikuwa nimekurekodi vilikuwa sio I sound. Unajua una sauti, mtu akisikia anaisikia, lakini nataka tupeleke kitu kizuri, kitu quality, mtu aone yani ana sababu ya kutoa hela yake. Yani tukimpelekea tu papa atoe hela. Nikamwambia wazo zuri, nikamwambia sana producer, yani nakushukuru sana kwa sababu unanipa mwanga wa kuviona vitu ambavyo sikuviona. Akasema muziki unahitaji sikio, unaona unahitaji sikio ujue ngoma inatoka au ngoma haiendi. Hivyo ni vitu muhimu sana. Mimi hapa nimeshawapambania watu kibao wametoka wengi tu, nakwambia waliusikiliza kile ambacho mimi ninawaambia. Nikaambia kweli nimeona. Nikaondoka, nikarudi nyumbani. Nimerudi nyumbani huko tukagombana sana kule nyumbani, kwamba najiingia navyotaka, natoka navyotaka, na mimi nasema napambania muziki wangu. Studio haimaanishi kwamba nitaenda asubuhi nitakuta studio iko wazi. Kuna muda producer anakuambia inabidi urekodi usiku, na nyakati za usiku ndio tulivu. Mimi niko hapa napambania ndoto yangu. Hiyo ndio sentensi ambayo mimi pia nilikuwa nimeishikilia pale ambapo naona wananiatake kuhusu ratiba na nini. Nimekuwa nikisema niko hapa napambania ndoto yangu. Dora anasema anazungumza hayo mimi nikiwa bado binti mdogo mwenye kiu. Kwanza nimejitambua na uwezo, nina kipaji ndani yangu na nataka niende mahali. Dora anasema nataka nikwambie hiki kitu. Mimi producer alinitaka kila siku niende studio. Lakini zaidi akawa ananiambia tupike, kwa sababu hapa alipokuwa ana studio nyuma yake alikuwa na nyumba ambayo anaishi yeye. Kwa kana ananiambia twende tukapike alafu turudi studio. Kwa hiyo napika, tunapika na mimi ndo napika. Tunapika, tunakula, tunacheka, narudi studio. Amenifuriza hivyo ndani kama ya siku kadhaa. Ananiambia njoo saa fulani, kwa nikija ule muda nakuta tuko wawili. Akananiambia unajua toka siku ya kwanza nilivyotambulishwa nilisema ni mwanafunzi bado, lakini nilikupenda sana. Na mimi nataka muziki wako ufike mbali. Ninapofanya huu muziki siufanyi tu kwa sababu kuna mwanamke naufanya muziki kwa sababu huyu ni mpenzi wangu ambaye nampenda sana. Na nyakati hizo ananiambia unamwona ana namba za wasanii ambao mimi sasa ninawadimaya, ninatamani kuwa kama wao. Anasema unaona huyu nimempigania huyu mimi anajua vizuri sana. Huyu kuna ngoma yake moja hii tulikuwa tunataka tuifanye, huyu anampigia, anambia oya vipi, wanajadili. Can you imagine wewe unataka kumuona nani? Una kipaji fulani, unamuona mtu fulani mbele yako, unamuona ni kama role model wako. Alafu kuna mtu anazungumza na huyo mtu, yani ni washikaji yani. Na huyo unakuwa unatamani yani siku moja nikutane na huyo mtu, nimueleze vile namkubali, nimueleze vile natamani siku moja tufanye naye ngoma. Yeye ananiambia yani hao wote hawa na wamudu. Mimi nakwambia tunatengeneza nyimbo afu tunatengeneza na fulani, tunatengeneza na fulani. Yani akiniambia hivyo nasikia kuchanganyikiwa, nasikia kuvurugika. Nikasema jamani, yani ninaenda kutoka. Mimi naenda kutoka kimuziki. Yani naona dalili hapa naziona. Kwanza hizo nyimbo zilivyotengenezwa. Hapo walikuwa wamenitengenezea nyimbo kama 3.
namna nyimbo zilivyotengenezwa, nasema mimi natoka. Ananiambia kwa hizi ngoma najua mkono wangu nikiziachia nikiziachia hizi, yule tajiri akatia mkono wake hapa, hizi nyimbo Afrika Mashariki inaenda kusimama. Hizi nyimbo Afrika Mashariki inaenda kusimama. Mimi najua ngoma kali, najua kusikia, sikio la kusikia ninalo. Dora anasema katika umri huu mdogo niliingia kimahusiano ya kimapenzi na huyo producer. Ndio haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Dora. Leo siku njema msikilizaji, na mimi niko hapa. Hii ni simulizi ya kitofauti kidogo. Natamani sana mwanzo tunapoanza simulizi hii tuende pamoja na uyasikie haya ambayo Dora amepitia. Nasema na hii mimi napitia, wengi wenye ndoto kubwa wanapitia. EFM. Tuko hapa tunazungumza kuhusu maisha msikilizaji, maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunayowasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Ndugu yetu anaitwa Dora. Leo ndo kwanza tumeanza mkasa huu. Karibu sana rafiki, na unaweza ukashare na ndugu jamaa na marafiki na wakasikiliza mkasa huu. Dora anasema mimi nimepita katika mengi katika kutafuta nafasi ya kutumia kipaji changu kije kibadilishe maisha yangu. Naamini watu wengi wako na vipawa, wamejigundua na vipawa na wanatamani vile vipawa wavibadilishe viwe fedha na viwafae katika maisha yao. Na mimi niko hapa kushare nawe rafiki yangu. Dora anasema basi penzi likawa penzi kweli kweli. Nikamuuliza, hapo tumekaa kwenye hilo penzi ndani ya miezi miwili, nyumbani sishikiki, nyumbani sikamatiki. Huyu producer anataka muda mwingi tuwe pamoja. Ananiambia mimi nilikuwa natamani kwenye maisha yangu nikutane na mwanamke ambaye ana sauti nzuri kama wewe. Sio tu mimi niwe na produce nyimbo za watu tu, nataka ni produce nyimbo ya mke wangu. Tunatoka tunaenda kufanya vitu vikubwa, unaona. Kwa hiyo yani niko hapo nakwambia. Ananiambia yule tajiri kaenda wapi, mara kampigia simu sijui msanii fulani anasema atakuja leo kuja kunicheki. Hapo naendelea na mahusiano ya kimapenzi na huyo producer. Nakumbuka nilikuwa nimekuja hapa kwenye ofisi, yani hapa kwa producer. Siku nimetoka zangu nyumbani, ina maana nakuja hapa kama msanii, lakini nakuja hapa kwa baby wangu. Kwa nikawa nimekuja. Nilipokuja nikakutana na dada mmoja. Huyu dada yeye alikuwa anafanya tunahitaji kwa lugha, mimi sio mtaalamu sana, ni wale watu ambao wanaimba back vocal, tunasemaje, wanaitikia au wanajaziliza nyimbo. Mwaka huu mtajua muziki kiundani sana. Wanajaza nyimbo. Mfano msanii anaimba, anataka labda ile nyimbo ijazwe sauti ya kwanza, sauti ya pili. Huyo sasa kitaalamu sijui anaitwaje, au ndio hiyo back vocal. Sijui kama ni sawa. Kuna mtu anajua atanisahihisha, lakini mtu ambaye anajaza sauti. Kwa hiyo huyu akawa yuko hapa anajaza sauti. Ana sauti nzuri sana. Lakini nimefika ndo anamalizia. Na huyu mpenzi wangu alipomaliza akamwambia kuna mtu anakuja, so tutamiti na nini. Kwa hiyo hakutaka akae muda mrefu huyu msichana. Yani nikaona kama anamwambia wala usijali, yani kama anataka kumtoa. Basi na mimi tu nikawa nimetulia, na ndo siku, yani ndo mara yangu ya kwanza. Na sauti nzuri lakini simjui. Mimi nikawa nimebaki hapa. Akaja akaniambia mpenzi wangu, nikamwambia mbona mimi nimekuja, yani haujapea attention kuhusu mimi. Akaniambia baby, unajua nikiwa niko na kazi, unajua muziki unahitaji mtu uconcentrate, unaona, nisamee pensi yangu, ni vile tu nilikuwa nataka ni concentrate nimalize hiyo kazi na mambo mengine yaendelee. Nikamwambia sawa. Tukapiga pale stories hapa na pale. Nikamwambia vipi kuhusu yule tajiri? Ananiambia la usijali, amenitafuta, ameniambia kila kitu kiko tayari, nafikiri sasa ni wakati umefika mpenzi wangu, tutaenda kumuona. Nikamwambia sawa. Na hizo nyimbo tungepeleka hata huko maredioni ambazo tumesha
zirekodi. Akasema hivi, huko maredioni kupeleka ni rahisi, lakini tunahitaji mtu wa kutupush. Nikwambie kanuni na taratibu ambazo zipo kwenye hizi redio. Ananiambia uwezi kupeleka tu nyimbo unatakiwa upeleke lakini ipate mwanzo wa kusikika. Akiniambia nadhani mkono mtupu unalambwa, mkono mtupu ulambwi. Akiniambia usendeshi kwamba tunahitaji fedha, hata kama ni kusambaza hiyo nyimbo kwenye media mbalimbali tunahitaji fedha. Kwa akiniambia niwe na subira. Nikamwambia sawa mpenzi wangu. Kaka siku hiyo basi ikapita. Nikakaa kama siku 4. Maana mimi nawaza muziki tu, asubuhi nawaza muziki, mchana nawaza muziki, yani niko nawaza muziki. Nataka vitu viende, zile nyimbo tumerekodi nazisikiliza. Nataka sasa zikasikike, sasa watu wazisikie. Niko njiani ninaenda huko studio kwa mpenzi wangu. Yani katika mazingira hata sitegemea nikakutana na yule dada ambaye alikuwa anajaza sauti za zile nyimbo. Ndio nikakutana naye. Nimekutana naye mimi, ndo nikamsalimia. Nikamwambia nishakutana na wewe studio. Akasema ndio, nimekumbuka. Tulikutana siku ile. Nikamwambia tulikutana siku ile. Nikamsalimia kwa furaha. Una sauti nzuri, nilisikia sauti yako. Una sauti nzuri sana. Akasema asante. Nikamwambia ile ulikuwa unatengeneza ni nyimbo mmefanya pamoja na yule mtu mnatengeneza? Akasema hapana, ni nyimbo tu nilikuwa nimeenda kumjazia sauti. Nikaambia unaimba vizuri sana, una kipaji kikubwa sana. Mimi naimba lakini sijafika level ambazo wewe umefika. Nikamwambia unafanya sana mazoezi? Akasema nafanya sana mazoezi. Nikamwambia umeshatengeneza nyimbo ngapi? Akasema yani acha tu, nimeshatengeneza nyimbo kadhaa lakini tu niko nazo. Nikamwambia kwa nini usizipeleke kwenye media hizi ukazifanyia promo na nini, ukajitangaza vile unafanya nyimbo zako, mbona naona unaimba vizuri sana? Akaniambia wewe ndo unaanza kuimba Nikamwambia yani ndo nimeingia hivi kwenye industry. Akasema utayaona mengi my dear. Ni kweli kipaji nacho, unaniona hapa kipaji nacho. Mimi hata sijaanza jana wala juzi, sasa hivi natafutaga tu hela kula. Ndio kama unaona nikiitwa nakuja kujaza nyimbo, nipewe hela yangu niende. Nikamwambia kwa nini mbona naona una kipaji kikubwa? Akasema kwa nadhani watu wenye vipaji vikubwa ni mimi tu. Wako watu wana vipaji vikubwa zaidi hata mimi. Mambo sio kama tunavyodhani kwamba unaweza kurekodi ukafanyaje. Mambo ni magumu sana. Nikamwambia kwani nini hasa ambacho umekutana nacho? Akasema nikwambie, nimejikuta kadri siku zinazidi kusogea mbele ndivyo ambavyo watu wanazidi kunitumia kimwili. Nikamwambia kwa nini unasema hivyo? Akasema unavyoniona hapa, yani nimejikuta tu nimelala na maproducer. Yani nikikwambia nimelala na maproducer, nalala na producer huyu, natoka huyu amenizingua naenda nalala na producer huyo. Sio hivyo tu, nimeingia kwenye mambo ya media. Nataka nyimbo yangu ipate kiki, ipate promo, kila mtu unayemwendea analala kwake anazungumza. Mtu mpaka akushike mkono tena, hasa ukiwa binti, ukiwa msichana hivi, mpaka ufike pale top unapopataka. Umesha taabika, umeshatumika, yani ufai. Unaweza ukajikuta unakuwa di shetani kabisa. Maana unaumizwa na bado unapambana ufike pale. Mimi sasa hivi ndio mnaniona niko hivi. Mtu akiniita niimbe, anilipe langu, niondoke, niendeshe tu maisha kwa kupitia sauti yangu. Nikamwambia wewe, kwa nini unasema hivyo? Akasema wewe si umeanza kuimba? Si una ndoto kubwa na wewe kwenye swala la kuimba? Twende uone. Umesharekodi nyimbo ngapi? Nikamwambia nimerekodi hivi na hivi na hivi. Ndio kakurekodia. Akamtaja yule producer. Akasema hajakutaka? Haujampa pensi? Nikamwambia hapana. Wewe ni kwa sababu tu ya kurekodi nyimbo ni hivyo. Akasema unasema
Kwa sababu ya kurekodi nini? Kwa sababu tu ya kurekodi nyimbo. Kwa hiyo unataka kuniambia amekurekodia hizo nyimbo, amekurekodia tu? Nikamwambia, kwa nini unazungumza hivyo? Kwani wewe ameshawahi kukurekodia? Yeye sema alinirekodia nyimbo moja. Nikamwambia, wewe alikurekodia nyimbo moja, kwa hiyo ulimpa mapenzi? Anasema alikuwa mpenzi wangu huyo. Alikuwa mpenzi wangu. Nimetoka naye, nimekaa naye kama miezi 5. Unajisikiaje unakutana na mtu ambaye anakuambia ndoto niliyokuwa nayo siku moja nikutane na mwanamke mwenye kipaji cha kuimba kama wewe, mwenye uwezo mkubwa wa kuimba kama wewe, tusimame pamoja, mimi ni producer mzuri, nikutengenezee nyimbo nzuri, tutoke kimaisha pamoja. Alafu unagundua kuna mtu anakuambia tena kwa lugha nyepesi tu, yani kwa lugha nyepesi. Nikamwambia wewe, akasema mbona ndo zake huyu, simpendi kama nini, mbona ndo zake. Hawa watu watakuja kuungua moto, hawa watakuja kuungua moto, wanatupitisha katika mapito mazito sana. Kwanza nikwambie, hiyo nyimbo yenyewe kwangu mimi alishikilia, akitaka endelee kunitumia kimwili, alishikilia. Mtu unamwona kabisa yuko na wanawake wengine, na unaona studio anavyoitumia usiku, si ndio mumo anaigeuza guest. Na anachosema ni kweli, yenye anachoniambia mimi ni kweli, kwa sababu ni kweli. Ikifika hivi nyakati tuko wawili pale, pana hapo tunaendelea na mambo mengine. Anasema mimi niko huru kwa future wife wangu, why nione shida? Wewe ni mwanamke wa maisha yangu, na mimi sasa naona hii ni sawa, nimekutana na mtu huyu ni sawa. Nilipata ka pressure hivi, unajua ka pressure unapata, alafu unajifeel kajoto fulani hivi ambako yani kakuogopesha. Ndo hali ambayo nilikuwa nayo sasa hivi. Yani nakutana na mtu anakuchana na kwambia ndo unaingia kwenye game. Unaingia kwenye game, alafu tunatoka kwenye familia za mwenzangu mimi na wewe. Tuna njia ndefu sana ya kustruggle. Yani akimaanisha maisha tunayoishi hayawezi kutuwezesha sisi tukatoboa kirahisi. Akiniambia mtu kwa mfano unatoka kwenye familia ambayo familia ina support muziki wako, inaweza ikawa njia yako isiwe ngumu. Si unanielewa? Sio tu kwa habari ya muziki, kuna kipaji ambacho familia yako pia wanakusupport. Hii njia inaweza ikawa sio ngumu hivi, lakini familia zetu nyingi wanaona hivi ni vitu vya kipuzi, mambo yasiokuwa na maana, haiwezi kukusaidia kitu. Unaona Kwa hiyo wamekaa pembeni mpaka siku uje ufanikiwe, lakini mpaka unafanikiwa kwa kwenye hali gani? Mimi nimeshakataa mambo. Yani unajua mtu uko na speed fulani ya kwenda mahali. Kuna mtu anakuambia maneno, unadhoofika, yani unajikuta unakuwa dhoofu. Akaniambia unaenda kutengeneza nyimbo nyingine leo? Nikamwambia hapana, naenda kuna vitu tulipanga tuongea. Akaniambia kuwa makini. Mimi nakuona wewe ni mdogo kwangu, si ndio? Tunaweza tukatumeshana hata miaka 2-3. Mimi mmoja nawaambia wasichana wenzangu kweli, kwa sababu njia nimepita mimi, sitaki mwingine yapite. Uongo ni mwingi sana kuliko ukweli. Unaangalia, unaweza kujikuta unatumika na watu wengi, alafu hao watu ni watu ambao wanadili na watu wengi. Inatakiwa makini. Anazungumza hivyo. Mimi huyo mtu nilishampaga penzi, nimempa na nimempa tena. Sikwenda napoenda. Yani mimi niliishia hapa ndipo nilipoishia. Nikamwambia afu nimekumbuka kuna kitu nimesahau. Akaniambia kitu gani? Nikamwambia nimesahau kitu muhimu sana ambacho aliniambia pia nije nacho kuhusu mambo yangu tu ya muziki. Akasema pole. Akaniambia pole, so basi kama utakuja utanikuta. Nikamwambia haya poa. Nilipata ganzi. Nimetoka hapo, nikamwambia rafiki yangu, lakini siwezi kusema kwamba kwa rafiki yangu kwamba yule mimi nimetoka naye. Nikaanza tu kujisemesha, yani kumbe yule mkaka nasikia. Akaniambia nasikiaga mambo mengi sana. Mimi nikasema mimi siwezi kukubali kitu kama hicho. Sikubali, ninaisema kwa mdomoni, lakini niko sasa hivi kwenye majeraha. Sijathibitisha, lakini mtu kaniambia. Na mtu anakuambia mazingira ambayo na wewe ndio unapitia. Kwamba wewe si anafanya guest mule. Anageuza ikifika usiku. Mimi nishatoka naye.
Nimejikuta natoka na maproducer wengi. Sio wote maproducer wana tabia hizo, lakini baadhi wengine wana hizo tabia. Kwa hiyo una bahati mbaya ndio unakutana nao. Hili linifanya mimi kunifikirisha sana. Nikapatwa na hofu katika harakati zangu za kupambania kufikia kwenye ndoto yangu. Inawezekana njia ikawa ni ngumu sana. Inaweza nikafika. Naambiwa producer, naambiwa kwa habari ya media, naambiwa kwa habari ya nini. Inaweza nikafika. Nikasema sielewi sasa. Ndio. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa rafiki anaitwa Dora. Dora ameshia nasi mkasa huu. Huu ni mkasa mzuri sana, hasa katika nyakati ambazo tunaishi sasa. Kuna binti unanisikiliza, kuna kijana unanisikiliza. Wala unahitaji elimu kubwa sana. Unahitaji elimu ndogo tu ambayo Dora anaizungumza. Haya ni mambo ambayo Dora amepitia. Dora anasema mimi nimepitia, ninaamini ziko asilimia za kutosha watu katika mapambano yao wanakutana nao, hasa wasichana. Nazungumza hasa wasichana kwa sababu mimi pia ni msichana. Na ndoto kubwa, nataka kufika. Njia imezingirwa na miba na michongoma. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa rafiki anaitwa Dora. Nikupeleke mapumziko msikilizaji. No, sio mapumziko, ni kuage. Muda wangu umekwisha. Leo tumeanza mkasa wetu mpya msikilizaji. Kesho tutaendelea mbele zaidi kusikia hiki ndugu yetu Dora anashia pamoja nasi, na shauku share simulizi na ndugu jamaa na marafiki. Tusikie safari ya ndugu yetu anaitwa Dora ya kipekee sana. Nikutakia usiku mwema, endelea kutegea sikio EFM.